Wakati Mungu anatengeneza nguzo ya mwili wa mwanadamu, yani uti wa mgongo, alitumia nondo 33 ambazo sisi tunaziitaga pingili, kwa lugha ya kitaalamu vertebrae. Na hizi nondo alizipangilia kwa mpangilio fulani, in such a way kwamba katikati ya kila nondo aliweka disk. Ndio hii hapa tunaiona. Hii disk nature yake ni kama kagel, ni kama jeli fulani hivi, wakati hizi vertebrae pingili nature yake ni mifupa. Sasa Mungu alimuumba mwanadamu ili nguzo yake iwe mobile, iwe flexible, yani shingo iname, mabega yaje mbele yarudi nyuma, kiwiliwili kije mbele kirudi nyuma. So Mungu alimuumba mwanadamu ili hii nguzo iwe na movement, iwe flexible. Sasa kwa nini heti kibude kinauaga kina bulge? For bulging to occur, 2 things have to happen. Cha kwanza, mpangilio wa hizi nondo uvurugwe, meaning posture ya mwanadamu ivurugwe. Kwa mfano, wadada wanaosimamaga kwa kujibenua like that, unaharibu mpangilio wa hizi nondo. Hizi nondo hazikutengenezwa kuwa hivi, no. Au wakaka wanaosimama like this with rounded shoulders, again unaharibu mpangilio wa hizi nondo. Hizi nondo hazikutengenezwa ili mabega yakae hivi rounded. Tumeelewana? Hicho ni cha kwanza. Cha pili, lazima kuwe na pressure. Pressure inasababishwa na nini? Uzito wa mwili. Every time zege likiwa na uzito mkubwa kuliko zile nondo, hilo jengo haliwezi kusimama. Same way na mwili wa mwanadamu hivyo hivyo, kwa sababu Mungu ni engineer. Therefore, huwezi wewe kuwa na uzito uliozidi. Ukiwa na uzito kupindukia, lazima iko siku utaambiwa disk yako imebulge. Why? Kwa sababu sasa nondo zako hazina uwezo wa kubeba lile zege anymore. Tumeelewana? With that being said, the point I'm trying to make here ni kwamba disc bulging, a condition that leads to an even serious condition called disc herniation, is nothing but a lifestyle disease. It is a lifestyle influenced condition. Which lifestyles? 3 mostly. Cha kwanza, your posture. Truly, how you carry yourself. Unavyotembea, unavyokaa, unavyolala. The postures that you spend most of your time in zitakukost. Huo ndio ukweli. Cha pili, your own body weight. Pressure. Control uzito wako. The more uzito unavyozidi kuwa mkubwa, the more unstable hii structure inakuwa. Hizi nondo zinakuwa unstable. Therefore, compression inatokea, zinabadilisha posture yake. Compression inatokea, hata kanaminyika kanatoka. Na cha tatu, aina ya viatu unavyovaa. Yes, aina ya viatu unavyovaa vina uwezo wa kucause a significant muscle imbalance kwenye mguu wako, so much so kiasi kwamba ukaweka a lot of pressure kwenye nyonga na ukaaffect mpangilio wa hizi pingili. Therefore, hii disc ikabulge. These 3 lifestyle choices ndizo zinazosababisha disc bulging. Sawa. Sasa kwenye episode zinazofuatia tutaenda kudissect these 3 lifestyle choices. Kila moja tutaiangalia kwa nafasi yake, ina mchango gani, na kama uko hapo ufanyeje kurudi. With that being said, I will see you there. Nakupenda sana.